Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, natumai umzima ubuheri wa afya. Nami penye nipo mjini Nairobi kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye tutakuwa tunayaangalia kwa kina na kuchanganua moja kwa moja. Kabla tutamatishe hii kanda, naomba tu ukaweze kunifuatilia maana naleta hii kanda chini ya dakika 10. Kuamini mwanasiasa ni jambo ambalo ni ngumu. Na kuna siku nilisema mimi mwenyewe, kuamini mwanasiasa ni kama ndoto. Kuamini mwanasiasa ni kama usingizi na kifo. Kuamini mwanasiasa ni kama usiku na mchana. Kwa sababu gani? Tuliona ya kwamba Raila Odinga akitia sahihi katika mkataba wa maelewano kati yake na kiongozi wa taifa William Ruto. Lakini matamshi ambayo Raila Odinga anazidi kuyatoa kila wakati yameonyesha ishara ya kutofautiana pakubwa. Ndio maana nasema kuamini mwanasiasa ni jambo ambalo halieleweki kikamilifu. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga leo siku ya Jumamosi alikuwa katika kaunti ya Mombasa akiwa na baadhi ya wanachama wa chama cha ODM. Ikumbuke kwamba hiyo ni ngome yake katika chama cha ODM. Niliona katibu mkuu Edwin Sifuna, niliona waziri ambaye yu katika serikali ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto ambaye alikuwa gavana katika kaunti hiyo, Ali Hassan Joho. Sasa naenda kukupeleka moja kwa moja ni kuonyesha vile mazungumzo yao yalivyokuwa, kisha baadaye nitakuwa nachanganua. Raila Odinga kidogo anaonekana kugeuka na kutoa msomo kwa serikali ya kitaifa na kuilaumu pakubwa kwa nini wanapigiwa makofi wanapopeleka hela katika maeneo wanapotembea wakifanya ziara, na kusema ya kwamba ujenzi wa masoko utaanzishwa, na kusema shida ambayo ipo ni serikali ya kitaifa ya kutoheshimu katiba iliyopitishwa na Wakenya mwaka 2010. Na serikali ya kitaifa ni nani? Nani anaishikilia? Jijazie we mwenyewe. Kuna kanda naomba kuiweka hewani ya Raila Odinga, alikuwa anazungumza akiwa katika kaunti ya Mombasa, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua. Lakini kabla niweke hiyo sauti, naomba tu na kuomba kunyenyekevu utupe a like katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pili tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Baada utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp, na asante kwa kutia ombi langu. Without wasting your time, back to today's analysis. Tusikize Raila Odinga. Kuna zile services ambazo zimekuwa zimegatuliwa. Pande ya elimu haijagatuliwa, lakini matibabu imegatuliwa. Mambo ya miundo msingi imegatuliwa. Mambo ya ukulima imegatuliwa na kadhalika. Lakini pesa inabaki Nairobi. Sababu gani serikali ya Nairobi ije hapa kujenga soko Mombasa? Soko ya Mombasa nataka ijengwe na county government ya Mombasa, lakini wameweka pesa kule. Unapigia sasa makofi ati wanakuja kujenga nyinyi soko. Kwa sababu gani? Shida tuliko nayo ya kwamba serikali ya juu na hata bunge haiheshimu katiba. Hiyo sauti ni ya Raila Odinga. Amesema serikali ya kitaifa haiheshimu katiba na hata bunge la kitaifa haliheshimu katiba iliyopitishwa na Wakenya mwaka 2010, kwa sababu kuna baadhi ya functions ambazo zilikuwa zimetumwa katika ugatuzi ama county, lakini sasa hivi hela zinashikiliwa na serikali ya kitaifa. Alafu wakikuja wakianzisha ziara, wanaposema tutajenga soko, watu wanapiga makofi ambayo hayastahili, kwa sababu mambo ya kujenga masoko ni shughuli ambayo inastahili kushughulikiwa na county, kwa sababu hiyo ndiyo iliweza kuachiliwa kwa ugatuzi. Now, I want to put this into perspective so that we can understand the sentiments of ODM party leader
Raila Odinga. Matamshi haya yanamaanisha nini? Number 1, Raila Odinga ameanzisha kampeni za mwaka 2027. Kwa nini nasema hivyo? Katika siku za hivi majuzi mumeshuhudia Raila Odinga akitembea ngome zake. Na sasa alikuwa anazungumza akitoa matamshi ya aina hiyo akiwa katika kaunti ya Mombasa, ambapo inaaminika kwamba akona wafuasi wengi katika chama cha ODM. Kwa hivyo anapozungumza hivyo ni kuwafurahisha wafuasi wake, kumaanisha 2027 chama cha ODM kitakuwa katika kinyang'anyiro cha kutafuta kiti cha urais. Mupende msipende, mukatae mukubali. Tusikize what he said again about 2027. Wakenya mpaka waungane pamoja, wafanye kazi. Wakati uchaguzi ukifika, ODM itakuwa kwa kiwanja. Hatujaingia kwa harusi hii na serikali ili kusaliti wa Kenya. Sisi tumefanya Kenya ni muhimu zaidi kushinda watu binafsi. Ndio maana ameanza kuichapa na kuipiga serikali ya kitaifa. Point number 2. Wandani wake wameonekana kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kwa mazungumzo aliyoyatoa siku ya Ijumaa wakati alipokuwa anafanyiwa mahojiano katika televisheni moja humu nchini, ambaye ni Justin Muturi. Muturi aliweza kudai kwamba Ruto hastahili ama hafai kuwa kiongozi wa taifa, akadai kwamba ni mufisadi, na sasa katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, na chochote ambacho Edwin Sifuna anazungumza Raila Odinga anakielewa. Huenda amemwambia sema. Wameonekana kuungana na Justin Muturi aliposema ya kwamba Edwin Sifuna katika mkutano huo huku akisema ya kwamba Muturi, mambo uliyoyafichua ni siri kubwa na tunaipenda, tunakubali, na sasa tunakuomba uende urecord statement katika institutions husika ili mambo hayo kufuatiliwa. Tusikize Edwin Sifuna. Kuna madai mazito sana ambaye ametoa Mheshimiwa Justin Muturi, na tungemuomba sasa achukue hatua, afike pale kwenye vitengo vya uchunguzi na polisi, awasilishe stakabadhi ambazo yako nazo ili Wakenya waweze kujua ukweli ya yale madai ambaye ametoa. Baba, jana tumemuona mmoja ambaye alikuwa kwenye baraza la mawaziri, kuna mambo mengi ambaye amesema, lakini sisi kama Wakenya tunataka kusema yasikomee hapa. Kama wewe unaamini mwanasiasa kwamba sasa tumekaa katika meza moja, tumekula, sasa mazoea hapa na pale, kila jambo litakuwa linashughulikiwa vilivyo, you are deceiving yourselves. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yalikuwa yanaendelea katika kaunti ya Mombasa kupitia chama cha ODM na viongozi wa chama hicho. I'm requesting you, if you are watching for the first time, maybe you have been watching but you have not subscribed to our YouTube channel, there is a subscribe button that is down here. Just hit on it to be subscribed. Then remember to turn on the notification bell that is against the subscribe button so that you can continue receiving all notifications. The moment we upload a new video clip on this YouTube channel, you'll be notified automatically by YouTube that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content to other WhatsApp groups or on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed by our supreme being who lives on a. Have a let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.